بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma baad, tuko katika darsa la pili katika usiku wa pili wa Ramadhani mwaka 2026. Tumefika kwenye aya ya 63 Suratul Baqara. Na kabla hatujaanza tafsiri ya leo, napendelea niwafahamishe Waislamu wa Europe ambapo kumejitokeza jambo lipya halijawahi kujitokeza: kutangazwa mwezi tofauti. Wakawa wamesema kwamba baraza la mashekhe wa Europe wanatangaza kwamba swaumu itaanza kesho Alhamisi, lakini sisi kama baraza la mashekhe na umoja wa maduati wa kutoka kule nyumbani tumekaa tukafanya bahthi leo kuanzia saa 7 ya mchana mpaka takriban saa 11 kuhusu ya masala, kwa sababu lazima na sisi tutoe tamko. Maswali yamekuwa mengi kwetu, tufate siku gani, tuswaumu siku gani. Haingefaa tukae kimya bila kutoa tamko, na tutakuwa tumechelewa kulitoa tamko hivi kwa sababu ni jambo lipya, hatukuwa tumelipangilia. Kawaida tungetoa ile tamko jana kabla ya watu kuamkia leo kuswaumu na wengine kutoswaumu, lakini maadamu limejitokeza ile jambo hili, inshallah kwa siku zingine tutakuwa tunasema mapema. Kwa tulifanya bahthi na wenzangu katika maduati, tukafikia hii natija hii, wafikishiwe watu wote wa Europe ambao hawakuswaumu leo wakaanza kesho Alhamisi, watakuwa wamekula siku ya Ramadhani, watakuwa wamekula mchana, itabidi wailipe hii siku, kwa sababu waliotangaza kwamba mwezi haukuonekana wataanza swaumu Alhamisi wameshikilia mwenendo ambao hauko salama kwenye vitabu vya ilmu. Walichukua kauli yenye si katika kauli za Waislamu, kwa sababu kauli ziko mbili. Kauli ya kwanza, mwezi utakapoonekana sehemu yoyote duniani ukawa na uhakika kama umeonekana, inalazimika Waislamu wote wafate. Hiyo ndio kauli sahihi ambayo iko na dalili nyingi za nguvu. So Mtume anasema sumu liruyatihi, swaumu kwa kuona. Lakini kauli nyingine ya pili na yenyewe katika kauli za ulama kwamba kila watu na mwezi wao. Sasa ukiwa sehemu ambapo wanafuata hii kauli ya kila watu na mwezi wao, inabidi
uifuate japokuwa kauli haina nguvu, kwa kuheshimu uongozi wa ile sehemu na ule umoja wa watu kwa pamoja. Sababu Mtume amesema saumukum yauma yasumu nnas, saumuni wakati watu wanasaumu. Kwa malengo ya Uislamu haifai kwenye sehemu moja wengine wameswaumu wengine hawakuswaumu. Kiongozi akiamrisha watu waswaumu, inabidi kufuata kauli yake, hata kama kauli yake ni mmoja katika zile kauli hazina nguvu. Lakini sasa Europe haikuwa hivyo. Naam, mimi najua kama niwaambia watu wafuate kauli za ulama wao, lakini sasa tumefanya bahthi ikaja kugundulika kwamba baraza la Europe lililotoa amri ya watu kuswaumu Alhamis hawakushikilia moja katika hizi kauli mbili, bali walichoshikilia kauli ya tatu ambayo haipo katika vitabu vya ilmu. Kauli gani? Ya kutazama hisabu za nyota, hisabu alfalaki, ndio wametizamia. Na Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi amenukuu ijmaa ya ulama kwamba haijuzu kutazama siku ya kuswaumu au siku, yani kutazama mwezi kwa kupitia hisabu ya alfalak. Kwa hiyo wao waliweka waziwazi kabisa kwenye tangazo zao nyingi, hawa watu wa Europe, kama wanatazama hisabu hizo, na hiyo kauli haina nguvu hata kidogo, si katika kauli za Uislamu. Kwa hiyo watu ambao wamekula leo, wamekula mchana, watailipa siku, na watusamee kuona tukuwapa fatwa mapema, na simu wamenipigia simu sana mpaka simu yangu ikajaa kwa audio nyingi na video nyingi na simu nyingi kuhusu masala, lakini kwa jana tulikuwa bado tutafanya bahthi. Kwa hiyo hiyo ndivyo jinsi ilivyo inshallah. Naam, wanaosabia au wenye wanasabia kupitia nyota, hukumu yao ni ipi katika Uislamu? Wako sempuli mbili. Kuna mmoja katika ulamaa wa leo ndio ambaye walimzania kheri, naye si mwingine ni Yusuf Qaradawi, Allah mrehemu, ashakufa. Na yeye iko na yani baraza la mashekhe wa Europe, ndio alikuwa kiongozi kabla jafa, na yeye ndio alipasisha hii kauli, wakawa walimzania kheri, wakaichukua hii kauli yake. Lakini hii kauli tunaita katika vitabu vya ilmu saqatatul alim, yani ni kuteleza kwa mwanachuoni. Ameteleza kwa sababu ni kauli ambayo haina dalili, kwa hiyo ameteleza. Yeye kama alifanya hivyo sio kwa kuridhisha Europe, mbele ya Allah amesameheka, kwa sababu Allah anasema na Mtume anasema sallam, atakapojitahidi mwenye kujitahidi, yani shekhe akijitahidi akajibia watu swali akapatia, anapata ujira miwili, na akikosea anapata ujira mmoja. Hapo ikiwa kama shekhe atajibu bila matamanio, hapo kama ikiwa shekhe atajibu kwa ikhlas, hapo ikiwa kama shekhe atajibu ili watu wafikiwe na haki, huyo analipa ujira mmoja. Na Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, alqudatu thalatha, makadhi wako sempuli tatu, yani mashehe wako sempuli tatu, qadiyani fi an-nar wa qadin fi al-janna, mashehe wawili wako motoni na shehe mmoja kwa peponi, yani sempuli mbili wako motoni. Wa kwanza ni yule ambaye analazimisha kama ni shehe, hakusoma elimu, ajifanya amesoma, anataka watu wafuate wenye anasema. Hao watu wako kwenye jamii, tunawajua kwa majina yao, ana elimu na akisema anasema pumba, lakini analazimisha kwamba mimi ni shehe, nimesomaga, lazima watu wanifuate. Huyu apatie akosee, ni mtu mtoni. Na shehe wa pili ni shehe ambaye ana elimu, amesoma, lakini anataka kuridhisha watu. Hii ni kaumu yangu, nikisema ifatu watakasirika, acha niwapake mafuta.
anapaka mafuta kwenye chupa, au ni tajiri wangu, sitasema hii fatwa itamuzikisha, au niko na jumhuri kubwa, niko na watu wengi wananisikia, nisikazi watanikimbia, acha nirahisishe, au acha nikazie hawa watu, hii kundi langu acha nilikazie, kwa sababu ni watu wanapenda kukaza. Kwa sababu watu wako tofauti, kuna watu waliumbwa kupenda kukaza na kuna watu waliumbwa kupenda kurahisisha, wanakuwa wakati wa kazi. Kwa hiyo huyu mwingine ambaye alisoma, iko na elimu, anawajibia watu kwa kutaka waridhishe na iko mtoto. Ama mwenye peponi ni mmoja, ni yule ambaye anawajibu watu sawa na elimu, akosee apatie, huyo ni mtu wa peponi. Sijamalizia, huyo nilikuwa nazungumzia yule Sheikh ambaye kasema watu wafate wa Al-Falak, kwa hesabu za nyota, kwa hesabu za angani, lakini yuko huyo ni Sheikh, tushachukua hukumu yake, wenye kumfuata wale wenye kumfuata kama hivi sasa. Hawa baraza la mashekhe wa Europe walimfuata yeye, na Waislamu wako na elimu, kuna wenye wako na elimu wakamzania kheri, kwa sababu ndio alikuwa kama mwanzilishi wao. Hamna dalili na hakuna hali iko pamoja naye. Sasa wanaanza kwa mzania kheri, wenye mzania kheri hawakutambua hilo, hawajui misingi ya dini ya kwamba kauli katika misingi ya dini anasema iyaka takula fi masala laisa laka imam, jikinge usianzishaje masala hauna aliyekutangulia. Kwa hiyo ni regle kubwa sana ambayo inafaa kuachiwa kauli kwa wenye wamesoma. Kwa wale ambao watakuwa walimfuata kwa ushabiki wanapata dhambi, lakini kwa wale wenye watamzania kheri na wenye hukumu yao ndio hiyo. Ama Waislamu wa kawaida, sasa Waislamu wa kawaida wanastahili kutambua kwamba katika ilmu wako kauli siku sembuli tatu, wako kauli arrajih na kauli almarjuh na kauli ashadh. Kauli rajih ni ile kauli iko na nguvu, kauli marjuh ni kauli haina nguvu, lakini katika kauli ziko na dalili. Hizi mbili Muislamu anatakiwa achukue kauli ya kwanza, lakini kama kuielewa akachukua ya pili ana udhuru mbele ya Allah. Lakini kauli ya tatu ndio kauli shadh. Yani kauli shadh ni kauli haina dalili wala haina watu walioisema. Hiyo kauli Muislamu hatakiwi kuipata hata ampende shehe wake ya kisha. Kwa watu wa Europe hii kauli hawastahili kuipata hata kidogo. Watu wakasema sasa bora kuna nchi zingine wanakhalifu Saudi, au kwa sababu walikhalifu Saudi? Sababu sio khalifu Saudi. Kuna nchi zingine watafunga Alhamis, lakini wao wanafunga Alhamis hautazama mwezi wao wenyewe, hawatailipa siku ya leo. Lakini Europe wanafunga Alhamis sio kutazama mwezi wao, kwa hesabu ya falaki. Hesabu ya falaki iliwaambia kwamba haiwezekani mwezi uonekane jana, haiwezekani leo watu wafunge. Hiyo hesabu ni baadhi. Sasa ndio wasemaje? Sheikh Yusuf Qaradawi, je, ni Sheikh wa Sunna? Sheikh Yusuf Qaradawi Allah mrehemu, ukisema kama ni Sheikh, mtu atakayesema kama ni Sheikh wa bid'a atakuwa alimdhulumu na atakuwa amekosea, kwa sababu kwanza hatakuwa hana salaf, yani hana aliyemtangulia katika washekhe wakubwa wategemezi ambao wamesema kwamba ni Sheikh wa bid'a. Tuko na mashekhe walimdiriki na wakaandikiana naye na wakamnasihi kwenye baadhi ya fatwa, kwa sababu yeye watu wa Europe ndio walimpendaga sana, ikabidi awe shehe wao, mpaka akawa na baraza la mashekhe wa Europe ndio kwa kiongozi. Na unajua watu wa Europe ni watu ambao wako na mambo ya uzungu, akawarahisishia mambo mengi sana. Kama leo mtasikia hizi habari za watu wa Europe
wanachanga sala wakati huyu kama wa Ramadhani. Mimi niingia jana msikitini tena wanachanga sala, wanasali Isha wakati sio wakati wake. Kama mtasikia hizi nyumba za riba, kuchukua nyumba ya riba kwa rahisi kabisa, hilo ndio pesa fatwa. Kama mtasikia habari za kamziki cha muhimu, basi wanawake tu wamevaa vibaya, lakini kwa kamziki tu, ngoma na kitu, ngoma na bidhaa na kadhalika, sio vibaya kusikia muziki kwa ndani kwako na radio unasikia, sio vibaya. Hizo zote ni fatwa zake yeye, Allah mrehemu, Sheikh Yusuf Qaradawi, lakini sio shekhe wa bid'a, sio shekhe wa bid'a. Kwa ushahidi ufatao, kwanza mashekhe wakubwa walipomkosoa kamrad hawakumbidisha, kama Sheikh Al-Albani. Huyu ni shekhe katika washekhe mu'tadilun, tunazungumzia washekhe ambao wako kati kwa kati. Kama Sheikh Al-Albani kuna kitabu chake alikiita Ghayatul Maram, takinukuu hapa ukijaliwa kufikia Ghayatul Maram. Alikuwa anakosoa kitabu chake kinaitwa Al-Halal wal Haram. Sheikh Qaradawi anaandika kitabu kinaitwa Al-Halal wal Haram, halal na haram katika Uislamu. Akaweka hadithi nyingi, akajitetea kwa hadithi nyingi ambazo ni dhaifu. Sheikh Al-Albani akaandika kitabu Ghayatul Maram kuonyesha hizo hadithi dhaifu, kwa sababu yeye ni katika watu waliojihusisha kuweka maua kwenye kaburi, hizi habari za Wakristo. Yeye ni katika watu wamejihusisha kumwombea huruma kafiri akifa, ingawa amejirejea katika hilo. Yeye amejihusisha hata kumsabai mwanamke, unampa mkono baki kama sikusahau, akaleta hadithi ambazo ni dhaifu katika Yesu. Kwa hiyo ulama wakamkosoa tu katika makosa yake, na Sheikh Al-Fauzani kuna kitabu alimpiga rad, hakuna nafasi hata moja alimuita ni mtu wa bid'a. Na Sheikh Fauzani katika washekhe mu'tadilin, na Sheikh Ibn Baz iko na nasaha, alikuwa na mnasiha, waliandikiana, akawa anamuita Al-Allam, mjuzi mwanachuoni, hakuna nafasi alimuita mtu wa bid'a. Na mashekhe wakubwa wengi ambao tunawajua mpaka leo hatujaona wenye wanamuita mtu wa bid'a, bali wanamkosoa, na pako wachache ambao wamemuita kama mtu wa bid'a, lakini katika wale wakaziaji kauli yao haichukuliwi katika hayo masala. Na yeye mwenyewe anajihakikishia kwamba akida yake ni akida ya Ibn Taymiyyah. Hasa mimi akida yangu ni akida ya Ibn Taymiyyah, na akida ya Ibn Taymiyyah ndio akida ya masalaf, alikuja kunusuru akida ya masalaf. Katika vitabu vyake anasema hivyo, ingawa kuna wakati anaweza kukosea kwenye baadhi ya akida, ni kama tu wale ulama wengine ambao wamekosea kwenye masaili ya akida, hatuchukui kama mtu apita, kama Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, iko na masaili ya kariri mwenendo wa Kiashaira, ili si mtu wa bid'a. An-Nawawi hivyo hivyo, na ulama wengi sana, kina Suyuti hatuwezi kuita ni watu wa bid'a, na yeye anaingia katika mlengo wao. Mtu atamuita yeye Qaradawi mtu wa bid'a, akisha Ibn Hajar sio mtu wa bid'a, atakuwa alipima mizani kwa kilo mbili tofauti, kwa vibaba viwili tofauti. Mtu anakuja, watu wawili wanakuja, wanataka kilo cha mchele, akisha huyu unamletea kibaba kikubwa na huyu unamletea kibaba kidogo, na wote wanataka kilo, unakuwa sio uadilifu.